Karibu kwenye channel yetu Ajala Update, na hili ni moja ya oni ambalo tumepokea kutoka kwa ndugu yetu ambaye tulihitaji kwa mtu ambaye anauelewa zaidi kuhusiana na je, watapiga simu mara mbili ama unaenda kufanya usaili alafu unarudi tena watapiga kukuita? Iko hivi, tumepata ufafanuzi kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Musa Koresha. Ametufafanulia vizuri kwa ambacho yeye ameshakiona. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ulikuwa unahitaji kujua, je, watapiga simu ya kwanza mnaenda kwenye usaili kisha unarudi tena nyumbani, ufafanuzi ameutoa ndugu yetu hapa, na ndiyo maana nikasema hii channel iko mahususi kwa ajili ya kushare idea kutokana na experience tofauti. Kwa hiyo huyu ni mmoja ya mtu ambaye ameshawahi fanikisha kuona inafanyikaje. Kwa maana hiyo, kwa wewe ambaye hujui inafanyikaje, basi tujifunze kupitia komenti yake hapa. Anasema ya kwamba kwa swali lako hilo, kwa mimi nilivyoshuhudia, mkimaliza kufanyiwa usaili watu wote mnafolenishwa au mnakusanywa pamoja, wanaanza kusoma majina waliofuzu kwenye usaili, wanaenda moja kwa moja kupiga kozi siku hiyo, na magari yanakuwepo ya kuwapeleka kambini. Mtapoenda kufanya kozi ambao hawajafanikiwa kwenye usaili, watapelekwa kwenye vituo vya mabasi kwa ajili ya kurudi nyumbani. Usaili wa JWTZ sio kama wa majeshi mengine eti unapigiwa simu. Hakuna kitu kama hicho. Jeshi pale unatoka kwenye usaili na majibu yako yote, kwani usaili unaweza ukachukua miezi miwili mpaka mitatu, na wakati huo mnakuwa makambini. Nadhani tumemwelewa ndugu yetu. Anasema ya kwamba simu ni moja tu ya kuitwa kwenda kwenye usaili. Mkishafika kwenye usaili siku hiyo hiyo, ukishaenda, ambao wamefaulu wanachukuliwa pale pale. Kwa maana hiyo, nadhani umeshasikia alichokitoa kutokana na kitu alichokishuhudia mwenyewe. Kwa wewe ambaye ni mwingine una experience tofauti, au wewe unahisi kwamba kuna kitu tofauti ambacho amekiona jamaa, unaweza ukashare experience yako, maana hii channel ni ya kwetu wote. Hivyo kama una ushauri wowote ama wewe mwenyewe kuna kitu ambacho ushakishuhudia, unaweza ukachangia mawazo yako ili kusaidia na watu wengine pia ambao hawafahamu inakuaje. Personally nilikuwa sifahamu hichi, ndio maana nikawaambia kwamba hii channel ipo kwa ajili ya kufahamishana, kwa kuzidiana experience kutokana na mambo ya ajira sehemu fulani. Na hapo nyuma nilikwambia mimi siko interested sana na JW, na sikuwahi omba hata kujiunga na JW sababu mimi napenda uhuru. Ndo hivyo, lakini ametokea mtu mwenye experience zaidi yangu kwenye hii, ametoa ufafanuzi wake. Na wewe kama unahisi una experience kubwa zaidi, basi share mawazo yako kwa njia ya comment, usaidie na watu wengine. Chao.